Sitaki kugusa jimbo lolote, nagusa kwao huko Pandani, sijui kenda lini. Sekretariati ya kamati maalum CCM Zanzibar, ikiwa ni siku ya pili ya ziara yake kwa ajili ya kuweza kutembelea wilaya zote za Zanzibar. Ziara hii kwa siku hii hapa ya leo imeingia katika mkoa wa Mjini, wilaya ya Mjini, tukio ambalo limefanyika katika ukumbi wa Idrisa Abdul Wakil. Katika mkutano huo, msemaji wa Chama cha Mapinduzi Comrade Hamis Mbeto Hamis alipata nafasi ya kuzungumza, ambapo ametumia nafasi hiyo kutupa dongo kwa makamo wa kwanza wa rais ambaye pia ni mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo. Hivi karibuni mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo akiwa katika ziara zake alieleza juu ya swala la tasafu, akisema kwamba sio mkombozi, badala yake ni chanzo cha umasikini. Kupitia hilo, Comrade Mbeto amemweleza kwa data yale ambayo amefanikiwa kutokana na juhudi kubwa za Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi katika swala la tasafu, ambapo hapa ameamua kumtolea mfano nyumbani kwao alipozaliwa mwenyekiti huyu, kwamba nini ambacho kimefanyika. Mheshimiwa Naibu Katibu Mkuu, jana hao jamaa walikwenda zao kusini huko tulipokokosie. Kuna mpuzi mmoja hivi eti anasema kwamba tasafu, si mnaijua, imeleta umasikini. Huyu jamaa vipi? Katibu Hadija, unapita nani huyu vile? Kibalehe. Yani labda mimi nimwambie tu, sitaki kugusa jimbo lolote, nagusa kwao huko Pandani, sijui kenda lini. Fedha za mfuko wa tasafu Pandani, kwanza umevisaidia vikundi vya mwani kwa kuvipa vifaa vya mwani, kuvipa boti za mwani, vikundi vinavyofika 600. Mpigieni makofi Dr. Mwinyi na Dr. Samia. Lakini kulikuwa na barabara Mchangani Pandani, imejengwa kwa fedha za tasafu, watu wanapita vizuri, wanafanya shughuli zao. Lakini kuna daraja kubwa ilikuwa kuvuka kutoka Mchangani kwenda Pandani, limejengwa, watu wanavuka, wanafanya shughuli zao. Hapo vipi? Tasafu imeleta umaskini au kileta nafuu? Lakini ndugu Naibu Katibu Mkuu, Pandani wana shehia kama 6 wamefaidika na fedha za tasafu. Kuna shehia ya Kiungani, kaya zaidi ya 372. Omo kaulize huko kwenu, mimi nakutajia kwenu, wako mashea na madiwani, kawaulize. Ukija shehia ya Maziwani, kuna kaya zaidi ya 176. Ukija shehia ya Pembeni zaidi ya 214. Ukija shehia ya Mlindo zaidi ya kaya 2060. Ukija shehia ya Pandani yenyewe zaidi ya shehia 218. Lakini ukija shehia ya Mjanaza zaidi ya kaya 105. Jumla ya kaya 1549 zimefaidika na mfuko wa tasafu. Hii kweli haina faida? Ina faida. Ndio maana nikasema hichi Kibalehe hajawahi kupiga kura wala hajui, huko ni kwao Pandani. Lakini jengine, ndugu Naibu Katibu Mkuu alisema eti anamwambia Mama Samia mara hii atakuja kuua ndugu zake. Tunamwambia mwenyekiti wetu Rais wa Jamhuri ya Muungano hajawahi kuua mtu, hataua mtu, lakini yoyote atakayevunja sheria za nchi hii atajiua mwenyewe. Hapo vipi? Kama umeambiwa piga kura, rudi nyumbani.
kaa zaidi ya mita 200 na ukisogea basi kifo unakitafuta mwenyewe bwana, au vipi bwana? Kwa maana tunamwambia Omo, Chama cha Mapinduzi akitoka kimya, tukiona amani inavunjwa, basi vyombo vya dola watafanya shughuli zao. So wako wenzio ndani huko CCM oye. Lakini nimalizie nimpe OG. Huyu bwana alisema Zanzibar biashara imekufa. Hivi Zanzibar biashara imekufa? Lakini ndo mkasema ujamaa, ndo maana alipigwa patriation kule Angola kule akarejeshwa. Hajui hata diplomasia ya kiuchumi, hajui chochote ujamaa. Hivi nikuulizeni, miaka 5 10 nyuma, nani alikuwa anazungumza kwenda Uturuki kwenda kuchukua nguo hapa? Si watu wote walikuwa wanasema naenda Dubai na Ulaya, Uingereza, sio? Na China. Sasa hivi watu wanaenda wapi? Ndio dunia inakuwa. Zanzibar biashara ipo, Dar es Salaam ipo, na nchi nyingine ipo. Hamuoni kila siku Dr. Mwinyi anajenga masoko huku na mamolo? Kesho kutwa tazameni Kiembe Samaki pale kinakuja kitu cha aina yake. CCM oye.